Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na utawala wake wa CCM umeweza kujipata pabaya siku ya leo baada ya wapinzani wake wa serikali ya CCM pamoja na wakosoaji wa Samia Suluhu kuweza kufichua njama hii ya uongo mkubwa ambao umeweza kusambazwa siku ya leo na vyombo vya habari vya kitaifa, ambapo wakosoaji sasa wanadai Samia Suluhu na serikali yake wameweza kuwadanganya Watanzania kwa kutoa ripoti hii ambayo sasa hivi ushahidi umetolewa na wakosoaji wa serikali ambao unaonyesha kwamba ripoti hizo si za kweli. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kabla tusonge mbele, siku ya jana kuna ripoti ambayo niliweza kupeperushia hapa, habari ambazo ziliweza kutolewa na Maria Sarungi zikieleza kwamba kuna njama ya serikali ya Samia Suluhu kuweza kutembelea mataifa ya kigeni na kufanya mikutano na viongozi wa mataifa ya kigeni na baadaye kupiga picha na wao ili tu baadaye kuweza kuzichapisha mitandaoni na kuonyesha Watanzania ya kwamba wako katika uhusiano mwema na mataifa ya kigeni, licha ya matamshi makali ya Samia Suluhu ya who are you ndani ya hotuba yake siku chache zilizopita. Mtazamaji, siku ya leo kuna ripoti ambayo imeweza kutolewa na Balozi Mahmoud Thabit Kombo ambaye aliweza kusema ya kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa UN ameweza kutuma pongezi kwa Samia Suluhu na serikali yake ya CCM Tanzania. Tufahamu ya kwamba katibu huyu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ndani ya wiki kadhaa zilizopita aliweza kuchapisha kupitia mitandao yake ya kijamii pamoja na mitandao ya UN akiweza kuikashifu na kuishutumu serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu kwa mambo ambayo yaliweza kutendeka yaliyoonekana Oktoba 29, ikiwemo mauaji, ukandamizaji na uchaguzi ambao ulitajwa usio halali na UN au Umoja wa Mataifa. Mtazamaji, leo Balozi Mahmoud Kombo ameweza kusambaza ripoti kupitia vyombo vya habari vya kitaifa akifichua ya kwamba katibu huyo mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres sasa ameweza kubadilisha mawazo yake na amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan na serikali ya Tanzania kwa kuweza kuleta amani Tanzania licha mvurugano wa kisiasa. Hata hivyo, Thabit Kombo, balozi huyu wa Tanzania, ameweza kuchapisha picha yake akionekana kana kwamba yupo katika mkutano ambao ulikuwa mkutano private au wasiri pamoja na Antonio Guterres ambaye ndiye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na baada ya kuonekana katika picha hiyo akaweza kuandika ya kwamba Antonio Guterres ameweza kutuma pongezi na pongezi zake kwa Samia Suluhu na serikali yake kwa kuweza kuleta amani nchini Tanzania. Mtazamaji, hii inaendana na matamshi ama madai yake Maria Sarungi ya jana ya kwamba sasa hivi viongozi wa serikali wana mipango ya kuweza kupiga picha na viongozi wa mataifa ya kigeni na baadaye kuweza njama yao kuweza kuleta taarifa ambazo si za kweli. Kabla ni kuonyeshe madai na ripoti ambayo kulingana na wapinzani na wakosoaji wa Samia Suluhu ni ushuhuda tosha wa kuonyesha ya kwamba serikali ya Samia leo imetoa taarifa za uongo na kuwadanganya Watanzania, ningependa mwanzo tuweze kupitia ripoti hiyo ya Samia Suluhu ama iliyotolewa na serikali ya Samia Suluhu kupitia Balozi Mahmoud Thabit Kombo kwa Watanzania. Kulingana na Global TV Online iliweza kunukuu leo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametuma ujumbe kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo Disemba tarehe 14 mwaka 2025 wakati alipokutana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Kombo pamoja na wenzake kutoka Tanzania. Antonio Guterres amesema Tanzania imekuwa ni rejea muhimu ya amani na mshikamano wa kijamii barani Afrika na duniani kote, na kwamba taswira ya Tanzania kama kilelezo cha amani ilijaribiwa katika uchaguzi wa hivi karibuni uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, ikiwa ni mara ya kwanza kukabiliwa na changamoto hiyo. Nikinukuu, aliandika hivi: Umoja wa Mataifa ungependa kuona Tanzania inaendelea kubaki katika umoja wake na kuwa mfano bora kwa mataifa mengine, alisema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres ama Antonio Guterres alipokuwa akipokea ujumbe maalum uliobeba salamu na ujumbe kutoka kwa Rais Samia kupitia Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Mtazamaji, hiyo ndio ripoti ya serikali ambayo sasa hivi inadaiwa ya kwamba si ya kweli na ni ya uongo na ni njama tu ya kuweza kuwadanganya Watanzania. Je, ni nani amesema hivi? Mmoja wa wakosoaji ambao wameweza kukosoa ripoti hii na kutoa ushahidi ambao ulionyesha kwamba ripoti hizi si za kweli ni Maria Sarungi.
Maria Sarungi kupitia mtandao wake wa kijamii wa X ndani ya lisali moja lililopita usiku huu aliweza kuchapisha chapisho la mwisho la Antonio Guterres kupitia mtandao wake wa kijamii wa X ambao ulikuwa ukizungumzia Tanzania, na katika chapisho hilo la katibu mkuu huyo wa Umoja Mataifa alikuwa akikosoa na kuikashifu serikali ya Tanzania, na hakuna chapisho lake lolote limeonyesha akiweza kutuma ujumbe kwa serikali ya Tanzania na kuisifu kwa kuweza kudumisha amani. Aliweza kuonyesha hapo ya kwamba chapisho la mwisho la Antonio Guterres kutoka Umoja wa Mataifa liliweza kuchapishwa mnamo tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2025 likiweza kuonyesha ukashifu mkali kwa serikali ya Tanzania. Hata hivyo, Maria Sarungi aliweza kuandika juu ya chapisho hilo akiandika hivi: huu upumbavu mtawadanganya wa Tanzania wa enzi hizo. Huu ujumbe mlioweka haupo mahali popote kwa upande wa UN. Sasa Clouds na Nipashe wamepewa na kombo, wanaandika tu. Waliandika maneno ya Antonio Guterres ya Oktoba 30. Maana ujumbe wa kulaani mauaji aliyaweka hadharani na hadi kwenye website ya UN. Huu ujumbe wanaposti hizi media bila reference. Alafu mlikutania wapi? Mbona husemi? Umesema leo, hujataja location au mlikutana hoteli ukaomba picha na sasa unaleta stories za jaba. Ila hii serikali haramu inafanya low quality drama, ila hatudanganyiki. Tunasema Samia must go and justice for the victims of Tanzania massacre, #date 25 #January 1st. Mtazamaji, haya ni matamshi ya Maria Sarungi ambapo amekosoa vikali ujumbe ambao umetolewa na Balozi Mahmoud Thabit Kombo kuelekea kwa Watanzania, ambao inasemekana ni ujumbe kwa Samia Suluhu uliotumwa kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa wa UN Antonio Guterres, lakini kulingana na ushuhuda aliotoa Maria Sarungi na picha pamoja na screenshot alizozitoa, inaonyesha wazi ya kwamba chapisho la mwisho la Antonio Guterres hakuzungumzia kabisa kuisifu serikali ya Tanzania. Mwingine aliyeweza kuzungumzia ripoti hizi ambazo sasa hivi wakosoaji wanadai ya kwamba ni njama ya kueneza uongo na propaganda ya serikali, mkosoaji maarufu wa mtandao wa kijamii wa X Tanzania anayejiita Liberatas Mwang'ombe aliweza kupakia kwa lugha ya Kiingereza maneno marefu sana, lakini nitakuelezea kwa ufupi ama nitakusomea kwa lugha ya Kiswahili kwa ufupi tuweze kujua ni nini hiki alichoweza kukiandika. Liberatas Mwang'ombe aliweza kuandika kupitia mitandao yake akisema, tahadhari ya propaganda. Samia Suluhu Hassan na wapambe wake wanajaribu sana kutengeneza udanganyifu kwamba kila kitu Tanzania kiko sawa na kwamba UN na US Embassy TZ kwa namna fulani wameidhinisha mambo ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba. Wanasokota picha za hatua kwa hatua. Serikali ya Samia Suluhu iliandamana na picha ya naibu balozi wa Marekani CDA Lenz ikisema kwa uongo kwamba mahusiano ni ya kawaida, kwamba mauaji ya watu wengi yapo nyuma yetu na kwamba tume iliyochaguliwa na mshukiwa mkuu mwenyewe imesuluhisha kila kitu. Huu ni uongo. Leo waziri wa mambo ya nje wa Tanzania alipiga picha na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kisha wakaharakisha kuuza simulizi kwamba Umoja wa Mataifa umeisifu Tanzania kama taifa la amani na kupongeza uongozi wa serikali baada ya mauaji hayo. Uongo mwingine. Mtazamaji, haya ni matamshi yake Liberatas Mwang'ombe yaliyochapishwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini hivyo nimekutafsiria tu kwa lugha ya Kiswahili, na chapisho hilo lake ni kama unavyotazama kwenye screen yako, na hayo si matamshi yangu. Mtazamaji, je, wewe maoni yako ni yapi? Je, unadhani wakosoaji hawa au wapinzani hawa wa serikali ya Samia Suluhu wanazungumza uongo na ripoti hizi kutoka kwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo ni za ukweli? Au je, unadhani ripoti hizi za serikali ni za uongo kutoka kwa Antonio Guterres na unadhani ya kwamba wakosoaji na wapinzani wa serikali wanazungumza ukweli? Nijuze maoni yako upande wa comment section. Pia chukua sekunde yako moja kunijuza maoni yako na kulike video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.